Mungu awabariki sana wale mnaotufuatilia kupitia chaneli hii nzuri ya Baraka. Asanteni sana. Asante sana wale mlioko Marekani. Mmenipigia simu zenu, nafurahi sana. Mungu wa mbinguni awabariki. Asante sana baba yangu huko Kigamboni, natambua uwepo wako hapa. Na wengine wote siwezi kuwataja wote, lakini napigiwa simu na watu wengi. Mungu awabariki na azidi kuwatendea mema. Tunaendelea na somo letu zuri ambalo Bwana ametupa kwa habari ya thamani yako mbele zake. Bwana asifiwe. Tumeshaongea kutokea huko mbali. Tumesoma kitabu cha Mwanzo, lakini kwenye yale maandiko nilikwambia tuna maandiko matatu ambayo ilikuwa ni kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 26 hadi wa 27, lakini kitabu cha Yohana 1:12 na Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Jana tulikuwa tumevuka kule kwenye uumbaji, nikapita kidogo vile ambavyo mambo yaliharibika pale bustani ya Edeni, na mpaka leo bado mwanadamu hajatengamaa, na ndio maana Mungu akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo. Naomba ufungue Biblia yako pamoja na mimi kwenye kitabu hiki cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Tumefungua wote. Sitaki nikuache. Kama tumefungua wote, Biblia inasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Bwana asifiwe. Maana kwa ajili yetu. Sawa Ukitoa ule uwingi jiweke wewe. Sawa jamani? Maana kwa ajili yangu. Kumbuka tunaongea thamani yako kwa Mungu. Sawa jamani? Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Tunaiongelea ile thamani yako kwa Mungu. Tuliona kwenye hatua ile ya kwanza ya uumbaji, akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sawa jamani? Na miongoni mwa vitu ambavyo Mungu alivikusudia ni kwamba huyu mtu atawale na kumiliki na sio kutawaliwa. Sawa jamani? Bwana asifiwe. Jamani, amina. Yaani Mungu alikuumba wewe, niseme kwa lugha rahisi, uishi maisha ya amani, maisha yaliyojaa utulivu, maisha yaliyojaa furaha, maisha yaliyojaa baraka. Jamani, amina. Wakati wewe Mungu anakuumba, kuna jamaa mmoja ambaye aliona wivu kutokana na kilichomkuta yeye, akafanya kinyume na mapenzi ya Mungu, akainua kiburi, akataka na yeye aanzishe ibada yake, aabudiwe yeye, awe na namna ile ya Mungu. Kitu kile hakikumfurahisha Mungu. Akamshusha wapi?
Sawa jamani? Yule shetani unayemwambia ninakukanyaga alikuwa mzuri sana. Sawa jamani? Alikuwa wa viwango vikubwa. Lakini Mungu hapendi kugawana utukufu na kiumbe wa aina yeyote. Sawa jamani? Basi kile kiburi kikamshusha wapi? Chini. Sawa jamani? Shetani akaona wivu sana kwa mwanadamu. Alikuwa anaelewa anachokifanya. Yeye alikuwa alishaipoteza nafasi. Ile raha ya kuwa mbinguni alikuwa amefanya nini? Ameipoteza. Shetani hana ugomvi na kitu chochote duniani, ila ana ugomvi na kule kuthaminiwa kwako wewe na Mungu. Shetani yuko tayari akupe kila kitu unachokitaka. Sawa? Usisahau kwamba ni mfalme wa dunia hii. Kwa hiyo ana vitu. Unanielewa? Kuna mtu anashangaa anasema hivi, ni mfalme wa dunia hii. Kumbuka Yesu kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 ametoka kuomba, lakini yule jamaa alienda kumjaribu, na miongoni mwa vitu alivyokuwa anamwambia alikuwa anatafuta ibada. Yaani yeye shetani kazi yake ni kuwinda thamani yako wewe mbele za Mungu. Kwa sababu Mungu, yani ukimuoneshea Mungu kiburi, ule ufalme wa mbinguni, viumbe vyote, malaika, majeshi yote ya mbinguni yanakuwa kinyume na wewe. Sawa jamani? Na ndivyo ilivyo. Majeshi ya mbinguni yote, malaika wote, viumbe wote pamoja na Mungu wako kinyume na shetani. Kwa hiyo ukichepuka tu ukaungamana na shetani kwa namna yoyote, majeshi ya mbinguni yanakuwa kinyume na wewe. Sawa jamani? Sijui kama unanielewa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaanza kuishi maisha ambayo sio ya kwako. Maisha yako, unaweza ukawa na kazi nzuri, unaweza ukawa na mali nyingi, lakini ule utu wako wa ndani hauna furaha na hivyo vitu vyote unavyoviona. Kwa nini? Kwa sababu moyo wa Mungu ndio hauna furaha na wewe. Yaani wewe ukitaka kupata furaha lazima uwe connected na Mungu. Jamani amina. Jamani amina. Jamani amina. Ukitaka kuwa na furaha lazima uwe umeambatana na Mungu. Hapo hata kama katika mwili utalia, lakini ndani yako utakuwa unacheka. Na ndipo lile neno kwenye nyaraka za Paulo linalosema japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko connected na wewe. Bwana asifiwe. Jamani haleluya. Bwana asifiwe sana. Angalia kilichotokea. Leo nataka niongee taratibu. Sawa jamani? Bwana asifiwe. Angalia kilichotokea. Hawa wanadamu walikuwa wazuri sana. Hawakuwahi kujua kibaya chochote. Nilikuwa najaribu kufikiria,
Nasema hivi vile utukufu wa Mungu ulikuwa mkubwa kwao. Hivi waliwahi ng'atwa hata na nyoka, mbu. Nikana tafakari vitu vingi. Waliwahi umwa malaria hawa watu kweli? Jibu likali linakuja hapana. Lingine linakuja ndio, inawezekana waliumwa kwa utu wa nje. Lakini nikagundua kwamba walikuwa ni watu wenye nuru ya Mungu kubwa. Bwana asifiwe. Walikuwa ni, yani sipati picha ile raha ya yule mwanadamu wa kwanza, yule Adamu, vile alikuwa anajisikia. Hebu imagine unaongea tu na baba yako. Bwana asifiwe. Yani mimi tu vile hapa niko hapa, yani ninavyowaona nasikia raha. Yani sio nikwambiaje, mimi nikifurahi ndo nakuwa hivi hivi. Ikiwezekana nikilia naweza kuwa hivi hivi pia, lakini nasikia raha sana. Yani nina raha mpaka nasahau kama nina watoto, kama nina mume, yani nasahau, nasikia raha kuwa hapa. Kwa nini? Kwa sababu ni nyumbani. We, hivi unajua hata kama ulizaliwaga ukaondokaga kwenu, sawa, ukiwa mtoto, yani haupajui kabisa kwenu, umeenda umekulia kwenye miji ya watu, ila tu kile kitendo cha kwamba una nyumbani kwenu, alafu kwenye utu uzima wako ukaja ukaenda nyumbani, yani unajua kuna kitu cha kiroho, kuna kitu nasikia cha kiroho, yani kuna ile furaha Mungu amenipa, yani nashinda bila kula lakini kama nimeshiba. Hivi unaelewa eh? Ndio maana mimi namwambiaga Yesu nakupenda mpaka nasikia kuumwa mwili, yani kuna namna na feel upendo, yani nampenda Yesu, yani ninampenda mpaka nasikia kuumwa, yani niko tayari kwa chochote, yani unanielewa eh? Yani kuna thamani. Hivi unajua tumethaminiwa eti? Yani tumethaminiwa. Hebu angalia, yani mimi hapa, yani we uko hapa mama Bwana asifiwe, yani ni raha ilioje. Uko hapa mwingine unaniita mimi mama. Hivi unaona eh? Tazama ilivyo vema na kupendeza. Umeona hicho kitu? Yani hivi wewe unajisikiaje kuwa hapa? Hivi unafikiri kusinge kuwa kitu cha tofauti ndani ungekuja hapa? Yani kuna kitu cha kiroho Mungu amekifanya ili wiki eh? Sawa jamani? Yani kuna namna fulani yani ya tofauti ile ambayo inaashiria sisi ni watu wa thamani. Sawa jamani? Sasa ule uzuri ule, hicho unachokifurahia, yani hata tukikuuliza, mimi hapa nikikuuliza kwani unafurahia nini, hata maelezo ya kutosha huu na ila unafurahi. Yani ukiwa tu unanena hapa unabubujika, machozi yanatoka, tukikuuliza unalia nini, unasema hata mimi mwenyewe sijui, ila nalia. Unaelewa? Yani kuna kitu, yani kuna zao zuri la Mungu ndani yetu ambalo lina operate kwenye ibada hii. Jamani, amina. Sasa hicho kitu kizuri unachokiona hicho, shetani hatulia na mahangaiko, anasumbuka, hafurahi hata kidogo. Yani anajisikia vibaya. Shetani ana mahangaiko, anakutafutia mbinu zote kama alizozitafuta pale bustani ya Edeni. Yani ili mradi tu hicho ulicho nacho ukikose. Sijui kama kuna mtu unanielewa. Yani shetani anahangaika. Utashangaa hapa jana umetoka umebubujika, unafika nyumbani unakuta yule jamaa ametangulia, ameenda amekaa kwa watoto. Ulimwambia mtoto nikuta umefanya hiki na hiki, unakuta hajafanya.
unafika nyumbani mnapalulana baba na mama, eka hacha ujinga wako bwana. Yani shetani hataki, yani ni mtu wa hila. Na akiona huko kwenye hali ya uwepo wa Mungu, haji amevaa mapembe hivi umuone, anakuja kama malaika wa nuru. Yani anakuja kama ni halali hivi, lakini lengo akutoe, kwa sababu anajua thamani ulioipata ni kubwa na inamuumiza, anaona wivu. Sasa unaweza ukanielewa hizo tabia za wivu. Yani umekaa tu unamuonea mwenzio wivu, yani una vitu vya ajabu ajabu. Yani ni vile shetani anagombana na kilicho ndani yako. Biblia inasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya 5 kuanzia mstari wa 6. Sawa jamani? Mstari wa 6 anasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Yani kwa maana ya kwamba, yani tunaishi hata kama kuna mazingira tunapotea, yani kuna namna unaona kama thamani haipo, lakini tuna mahali pa kwenda. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Yani kuna namna tunatumaini, unaelewa eh? Alafu mstari wa 7 anasema, huku mkimtwika fadhaa zenu zote, kwa kuwa yeye hujishughulisha sana na nini? Na mambo yenu. Unaelewa hicho kitu? Ninaiongea thamani yako. Nimesoma kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6, usije ukasahau tulikotoka. Bwana asifiwe sana. Anaposema huku mkimtwika fadhaa, yani vile vitu ambavyo kwenye dunia hii vinaweza vikakusonga vyovyote vile, vikaleta aibu, vikaleta uchungu. Anapokuambia nitwike, yani maana yake wewe hata ukipita hapo wewe ni wa thamani. Usije ukajaribu kuyabeba hayo, ni ya kupita ambayo yanahangaika na kibebeo. Sawa jamani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia mstari ule wa 8. Anasema, kwa kuwa mshtaki wenu nani? Hivi unaelewa? Yani shetani anakutafutia nini? Kosa. Shetani anakutengenezea mada kesi. Yani hata kama kuna muda watu walikulaumu, ulikosea, watu wakakusema vibaya, shetani anakutengenezea nini? Kosa. Anasema mshtaki wenu Ibilisi. Kwa hiyo uwe na uhakika shetani waga anaenda kushtaki. Si ulishasoma kitabu cha Ayubu vile alikuwa anazunguka, yuko around. Sawa jamani? Unanielewa eh? Sasa anasema huzunguka zunguka. Unaelewa? Yani yupo hata hapa ninavyoongea, yupo anatembea kwenye akili yako. Neno la Mungu linapita, anasema ukitoka hapa unatakiwa umuwahi mtu fulani. Kuna mama hapa mimi naongea, anasema hivi, ile mboga itatosha jioni? Yani sijui unaelewa? Yani shetani anazunguka zunguka akitafuta mtu amfanya nini? Hivi unaelewa kumezwa wewe? Maana shetani akikumeza, yani Mungu yeye anatoka kwako, wewe unamezwa. Na shetani ana uwezo wa kummeza Mungu. Si umeona? Kwa hiyo kumbe ukiwa peke yako bila Mungu, shetani anafanya nini? Sijui kama kuna mtu unanielewa, nipungie mkono hivi. Bwana asifiwe sana. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Siku moja nipo tafakari haya maandiko,
Na mimi nikasimama nikamwambia shetani, yaani wewe si unazunguka zunguka unanitafuta unimeze, na mimi nazunguka na mimi nitakumeza. Bwana asifiwe. Nikaenda kuwafundisha na wanakwaya kanisani. Nikawaambia nyie ni majira ya kumeza shetani. Maana yake ukimmeza anapoteza nguvu. Sawa jamani? Sijasema ukae naye. Nimesema ummeze. Kwani yake kumeza wewe utapumua? Eti jamani. Haleluya! Jamani, amina. Yuko around na sisi tuko around pia. Yaani unatakiwa uijue thamani yako, kwamba huyu jamaa anakuvizia na wewe mvizie. Yaani ni mwendo wa kuviziana kwenye ulimwengu wa roho. Piga ni kupige. Hakikisha unaitunza thamani yako. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Sasa kwa sababu shetani maisha yake ndo yale ya kuzunguka zunguka ameze mtu, akapata maingilio kwa mwanadada mmoja anayeitwa Eva. Wakina Eva tupo, lakini si tunaweza kummeza, si ndio? Mimi nasema shetani hauniwezi kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Hivi unajua wewe ukiwa ndani ya Kristo Yesu umezingirwa, umezungukwa. Hivi unafikiri mimi nilipokuwa ninaimba hapa amenibeba, yaani ninajua kwa mizunguko ya shetani alionayo juu yangu mimi, kwa kweli Yesu amenibeba. Yaani Yesu amenibeba mpaka ninamwambia Yesu, yaani Yesu unajua kupenda wewe. Jamani, Yesu anajua kupenda wewe. Yesu anajua kubeba. Anajua kubeba kwenye ile mbeleko ambayo mwanadamu hana. Mbeleko ya mwanadamu inaweza ikachanika, ukadondoka bwa, ukaumia. Lakini Yesu anajua kubeba, lakini anabeba kupitia nani? Mwanadamu. Sawa jamani? Si unaona mimi Yesu amenibeba kupitia kanisa hili. Yaani sijui kama mimi Yesu mlimleta kwangu akanibeba alafu kumbe nyie mmedondoka, yaani mkatoka kwenye mbeleko. Si unajua kuna wale watoto wanasimamaga, yaani kabebwa amesimama mgongoni kwa mamake. Yaani ni mtoto yaani haeleweki. Yaani ndivyo shetani akiwa anakuvizia uko mgongoni unajikuta umesimama. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Unajua Mungu ametuwekea familia kutupa muundo wa vile na yeye anavyotutazama sisi. Jamani, amina. Kwa hiyo kuna watoto huwa wanasimama mgongoni. Ulishoiona mtoto kila ukitembea naye akikuta pipi amesimama mgongoni pipi. Mkigeuka huko amekutana sambusa. Mkigeuka baba anataka gari. Baba hatulii. Ndivyo shetani anavyotufanya tutangetange kwenye fahamu zetu. Na kwa Mungu tunakuwa tumesimama kwenye mgongo. Yaani umesimama unakanyaga. Yaani unakanyaga mpaka Roho Mtakatifu anasema kwa sababu ya agana kama hali palipo tulia. Mimi nimewahi tafakari kitu kwenye familia. Mimi mara nyingi natumia yale maisha yetu kutafuta Mungu vile anataka niwe. Nikane natafakari wanaume. Wamama wangapi tuna familia, yani una mme nyumbani? Nipungie hivi mkono. Asante. Na mimi nina mme. Sawa Nikana natafakari wanaume
hawapendi ekaeka. Yaani mwanaume hapendi kelele. Yaani ukitaka huyu baba anze kurudi saa 3 akute umelala, akirudi yani mama ana kelele, story haijaisha. Yani mwanaume anapenda kukaa mahali palipotulia. Na Biblia huyu mwanaume kwenye kitabu cha Waefeso imemlinganisha mfano wa Yesu na nani? Na kanisa. Yesu anapenda ekaeka? Yesu anapenda dhambi humu kanisani, maneno yasiyofaa anayapenda? Basi ninaona sasa wewe mama sasa, yani baba akirudi pale nyumbani hapana utulivu, hapaeleweki. Ninaizungumza thamani yako. Kama ili Roho Mtakatifu amelidumbukiza wanawake, tupone kwenye ndoa zetu. Jamani, amina. Wanawake tujae roho. Hawa wababa hawapendi makelele. Mimi licha ya kwamba na mimi sipendi kuongea sana, lakini najua mume wangu hapendi kuongea. Yaani mwanaume hapendi umefika amekaa pale kama babangu umefika. Yaani tulipofika Kariakoo, yaani tukakuta vile vitambaa wanauza sio shingapi. Baba, unajua tulipokuwa tunatembea, si wakamgonga mtu na baba, unajua wale watoto wamerudi chakula. Baba, unajua mle ndani maji hata hayatoshi, bombani hakuna. Baba, unajua ule umeme umeisha. Yaani unamvuruga huyu baba. Yaani anaanza kuona bahati mbaya akiingia na sebleni, mara sufuria liko kwenye meza, ameenda chumbani kuna vidaso vya mtoto vimetulia pale. Huyu baba anafika anachanganikiwa. Unashangaa tu unaongea anakusonya. Hamna shida. Yaani hakuelewi, hatamani hata kuendelea. Hataki ekaeka. Yeye ni mtu wa maono. Yaani umeshafika umemwambia mpaka sketi. Umemsimulia habari za yule jirani ambaye amekorofishana sio na nani. Anageuka huku. Yaani anatafuta nguo yake ya kuvaa, hujaandaa nguo. Yaani wanaume wanavurugwa. Yaani makorokoro yale umejaza makorokoro. Jamani, amina. Baba unisamee, huwa nafundisha na semina za ndoa. Kwa hiyo limekuja na dumbukiza. Lakini mimi naiongea thamani yako, na hapa nilikuwa namuongea Roho Mtakatifu, sawa? Huyu baba kesho anatafuta mahali pa kukaa atulie. Anasema nikisharudi zile purukushani za wiki nzima nilizoziona pale nyumbani kwa yule mama, afadhali nichelewe. Anaanza kuchelewa kurudi wapi? Nyumbani. Sasa kama ndo wale wa upande wa pili, basi anaamua kwenda mahali ambapo moyo wake unaweza ukafanya tayari unakuwa umepoteza thamani yako. Sasa nikawa nawafananisha hawa wababa na Roho Mtakatifu. Biblia inasema msimzimishe, msimuhuzunishe. Kumbe Roho Mtakatifu waga anafanya nini? Anazima. Na akizima, ule ndo utendaji wa Mungu wa kukudhihirishia thamani yako. Kwa hiyo unapoteza nini? Wamama, mmenielewa? Jamani, amina. Yaani mimi ninaamini kwenye madhabahu hii Mungu akitoa kitu, kuna mtu ni cha kwake. Upone kwa jina la Yesu. Jamani, haleluya. Kwa hiyo sasa huo utulivu ukiukosa, shetani anatembea. Sawa jamani? Shetani anakuharibia nini? Thamani yako. Kwa hiyo shetani akaenda kwenye mawazo ya nani? Ya Eva. Akamdanganya, akamwekea tamaa, akamwekea makorokoro. Maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, Eva alikuwaga ajuagi kama ule mti unafaa kwa chakula. Ghafla yale mawazo ya shetani ndani yake yakageuza fikra, yakazalisha tamaa. Eva akaenda akala pamoja na Adamu, mambo yakaharibika, wakapoteza thamani yao. Lakini tunaona Mungu anashuka.
ninaongelea thamani yako. Mungu anashuka, anaenda anauliza, uko wapi? Pale Mungu anaitafuta thamani yako. Hana shida na kibebeo, anakutafuta wewe. Unaweza ukasema afadhali wangekufa kimwili, ila kiroho wabaki wako salama. Sawa jamani? Kwa hiyo katika michakato yote ninaiongelea thamani yako kwa Mungu. Wewe ni mtu wa thamani sana. Sawa jamani? Thamani sana. Angalia kilichowatokea wakina Adamu. Adamu anaulizwa uko wapi? Anasema amemsikia Mungu anakuja, akaogopa. Hakuwa na hofu mwanzo, tayari hofu ikaingia ndani. Sawa jamani? Hakuwahi kujiona yuko uchi, ghafla anajiona yuko uchi. Unaelewa maana ya kuwa uchi? Yani ni ukiwa. Unaelewa Yani ukiwa, yani uko tu mwenyewe. Yani ulishawahi kuona ile mtu anasema yani amenivua nguo, yani ameniacha mweupe kabisa. Sawa? Tafsiri ile ni kuwa ukiwa bila nani? Bila Mungu. Unaelewa? Unaelewa vile wewe ni wa thamani. Ukimkosa Mungu utakuwa ukiwa. Mungu anapoumba anasema dunia ilikuwa ukiwa, haikuwa na kitu. Yani haikuwa na formula yoyote, yani ilikuwa ukiwa, haieleweki. Akakutaka wewe uje uipambe dunia. Unanielewa mwana wa Mungu? Hata kama kulikuweko miti, ikatokea miti, sijui wanyama na nini, lakini bado ni ukiwa. Kile kipindi cha tarehe 29 Oktoba kipindi kile waliposema watu wasitoke kwa ajili ya yale makorokoro yaliyokuwepo, na kuambia mimi hiyo siku nikatoka. Kulikuwa kitu cha lazima nitoke nyumbani, niende tu nyumba kama ya ngapi jamani. Nilitoka. Nyie, dunia hii ni mbaya. Kama haina mtu ni mbaya, haifai. Nilitoka hivi nikasema yani dunia imekaa ukiwa, haina umbo. Nikasema kumbe mwanadamu ni kiumbe wa thamani sana. Ni wa thamani sana. Yani wewe ndo unayeipamba dunia. Na wewe ukisha nyakuliwa, yani mwanadamu akiondoka na dunia yote hii haipo tena. Biblia inasema dunia itakunjwa kama nini? Kama karatasi. Hivi unaelewa hii dunia unayoiona ambayo inaweza ikawa sehemu ya kukupotezea thamani itakunjwa kama nini? Kumbe dunia haina thamani bila wewe. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Kwa hiyo anasema maana kwa ajili yetu, maana kwa ajili yangu, maana kwa ajili yako Yesu akazaliwa. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Manake mwanadamu alipoanza kukaa chini ya utumwa ule wa adui, akawa anaishi kwa namna ya mwili, lakini Mungu akimtazama anaona ukiwa, anaona upweke, anajisikia vibaya. Moyo wa Mungu unalia. Moyo wa Mungu unalia kwa ajili yako. Zaidi ya uchungu ambao wewe unaweza ukausikia, moyo wa Mungu unalia. Na wewe unayetangatanga na imani mbalimbali, moyo wa Mungu unalia wewe. Amekuumba wa thamani, akamweka mwanae wa pekee msalabani. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Yesu akazaliwa
kama mwanadamu, akaishi kama wewe, anakutafuta wewe. Yesu akaja akateswa, Yesu akaja akafa, Yesu akaja akazikwa. Ni thamani ya mtu mmoja inatafutwa, ambaye ni mimi pamoja na wewe. Ni kitu gani ambacho kinakufanya ujione sio wa thamani? Je, ni kukosa chakula? Je, ni kukosa mavazi? Je, ni kukosa kazi? Je, ni kukosa pesa? Mbona ametoa maelekezo, anasema utafuteni kwanza ufalme wangu na haki yake. Yeye ni Mungu wa haki, na sio kwamba umekosa. Haujakosa, bali kuna kitu ndani yako ambacho shetani, nilikwambia, anaanza kusema uongo kwenye fikra zako. Analeta uongo kama wazo. Fikra zinakusanyana pamoja na hayo mawazo mengi, zinatengeneza ngome. Ngome za adui zikiwa ndani yako, mitazamo yako inabadilika. Hauwezi kuona tena kama Mungu anavyoona. Tamaa inazaliwa ndani yako, kutokuridhika. Wengi wetu hapa tumepoteza thamani kwa kutokutosheka tu. Yaani, ngoja nikwambieni nyie watu wa Mungu. Yesu alipokuwa anamwambia Petro duniani mara 100, hakuwa anamaanisha magari, sijui majumba, makorokoro. Alikuwa anamaanisha utoshelevu. Utoshelevu. Lakini kuna majira na nyakati, alafu kuna utaratibu namna gani ufanikiwe. Ulienda shule, hukusoma kwa bidii. Sawa jamani? Haya, ukusoma kwa bidii, hauna elimu, utalingana na yule ambaye ameajiriwa analipwa mshahara. Si tunarudi kule kwa mtaji wa maskini, ni nguvu zake. Kwa hiyo ni swala la kuwa na muundo mzuri wa namna gani upate, na unachopata ndicho kinakutosha. Ridhika jamani, amina. Ndio maana tunapenda injili za pokea. Watu wanataka mambo ambayo yanagusa hisia zao. Nasema kwa jina la Yesu, hatuongozwi na hisia. Sisi ni watu wa thamani, tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Jamani, amina. Acha kuendeshwa na kibebeo. Duniani kuna mambo ya ajabu. Yaani watu sasa hivi wanapenda zile injili ambazo ukifika pale, tena ni waongo nyie watu. Mimi nawaambia watu ni waongo. Yaani kuna makolokolo ya ajabu, mtakuja kula na vitu visivyofaa. Mimi ninasema jamani, hii ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Nimesema neno la Bwana, kila nitakaposimama nitaisema kweli ya Bwana ambayo Bwana anataka niiseme, bila kujali mazingira yanasemaje. Maana Bwana amesema kwenye kweli niseme kweli. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Jamani, amina. Leo umeenda umechukua chumvi, kesho umechukua mafuta. Nilikuwa napata ushuhuda leo. Uzuri aliyenipa ushuhuda yuko hapa. Akasema ndugu yake
kabisa ndugu yake alienda mahali wakamwambia achukue mafuta. Tena alikuwa ananiambia, yani unavyosema Mungu ni halisi, ni halisi kweli. Alikuwa na shida kwenye ziwa. Wakamwambia utakuwa unapaka mafuta, unapaka. Kwa yule mama akawa anapaka, anaenda hospitali. Wakimpima hawaoni kitu, wanaona giza. Sijui kama unanielewa wewe. Usione vyaelea vimeundwa. Shetani ni halisi, yupo. Alafu alikuwepo kabla yako wewe, na ana sifa ya uongo, na uongo wake unafanana na ukweli. Kwa sababu ya tamaa ameukamata moyo wako. Hebu angalia, ukiugua tu ghafla hivi, nani akiumwa? Tuongee tu ukweli. Ukiumwa ghafla, kabla hujamuomba Mungu, si unakimbilia hospitali? Wengi wetu ni hivyo. Yani hajaomba, ameamka tu kichomi, hofu ya kifo. Amekimbia huyo, anakimbia huku na huku, anasikia wanasema kuna mafuta ukipaka tu kinasambaa, ameenda ameyachukua. Acha kumchanganya Mungu na makorokoro. Jamani, amina. Ni sawa, wana maandiko ni sawa, lakini kwenye kitabu cha Agano Jipya ambalo tuko hapo tunatembea, Yesu akasema kwa jina lake tutaomba na vitu vitatokea. Yesu anajitosheleza. Alikufa msalabani wewe. Alilala kabulini mwanaume siku 3. Alilala na yale mateso yako. Badala ya wewe ukaangikwa msalabani, akaenda Yesu akafa wewe. Alipokufa kuna matukio kadhaa yalitokea. Bwana asifiwe. Hebu tusome hapo afu nimalize. Kesho nitaendelea. Bwana asifiwe. Nifungulie kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 27 mstari wa 45 mpaka 46. Nikusomee kitu hapo uelewe. Vile wewe ni mtu wa maana, hutakiwi kuhangaika hata kidogo. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Jana tuliomba sana, hata leo tusipomba si mna upako eti jamani. Kama kuna mtu unataka nikuombee, usiondoke. Namaliza hapa nakaa pale, sawa? Mpo? Kumbe mpo. Sawa. Mwage mnasema. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Lakini neno la Mungu ni zaidi ya maombi, lakini sijasema sitakuombea, nitakuombea. Kitabu cha Mathayo 27 mstari wa 45 na 46. Kuna mtu amepata? Biblia inasema, basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi Eloi lama sabaktani, yani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Umenielewa? Umesikia hiyo kitu? Pale alikuwa anatafuta thamani yako. Acha kudanganywa na vitu. Nilikwambia hivi, matatizo yako yatakuwa ni bidhaa za watu, wewe ni biashara. Lakini wewe ni mpango mkakati wa Mungu. Acha kutoka kwenda kuwa mpango mkakati wa adui. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Haya, naruka hapo, nasoma mstari wa 54. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja nayo wakimlinda Yesu, walipoiona tetemeko la nchi, mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe.
Ni kwa sababu ya muda, lakini kesho nitamalizia hapo, nitaingia mahali pengine ambapo nitakuwa naingia sasa kwenye kitabu cha Wakorinto hicho. Nataka nikwambie hivi, kwa sababu ya wewe na thamani yako, kwa sababu yako wewe, Yesu kuna vitu vilidhihirika alipokuwa anaenda msalabani. Kuna vitu vilidhihirika hapo aliposema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Yesu alipokata roho, nisikilize, kuna vitu vilitokea. Cha kwanza, unaliona giza. Giza lile linaashiria kwamba kuna kitu kilikuwa kinatokea cha Yesu kuikabili giza ili wewe upate nuru. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Ili wewe upate thamani yako. Angalia kingine kinatokea, tetemeko. Yesu alipokuwa anakukomboa wewe, ananikomboa na mimi, kuna vitu visivyo vya kawaida ambavyo vilitikisa ufalme wa giza. Bwana asifiwe. Alafu angalia ninachokipenda kuliko yote kwenye lile andiko, makaburi yakafunuka. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Wale wafu wakatoka, kwamba Yesu ameshinda nguvu ya dhambi, Yesu ameshinda nguvu ya kifo. Nisikilizeni wana wa Mungu, tukiwa ndani ya Yesu tunashinda na zaidi ya kushinda. Haleluya. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Alikuwa anatafutwa mtu mmoja ambaye ni wewe uliyekaa kwenye kiti. Na kuambia matukio yakatokea, makaburi yakafunuka, uhai unapatikana, thamani ya mtu inarejea. Yesu anatangaza ushindi. Yesu anatangaza ushindi. Yesu anatangaza ushindi wako. Yesu akashinda, akashinda vita yako, akashinda aibu yako, akashinda machozi yako. Unalia nini jioni ya leo? Nani amekwambia wewe sio wa thamani? Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 1:12 anasema, bali wote waliompokea, yani mimi na wewe, ametupa uwezo. Ule uwezo umetoka wapi? Kwenye kule kufufuka kwake. Na kuambia walinzi wale wakaweka mikakati, wakasema, alisema siku ya 3 atafufuka. Wakafikiri wanafunzi wake watakuja wafanye uvamizi ili wakaibe ule mwili. Nisikilize, wakaweka ulinzi wa kutosha, wakachukua jiwe wakaliweka. Lakini ukisoma hiyo Mathayo, na kuambia malaika alipotokea, Biblia inaongea alitokea kama umeme. Hivi unaelewa wewe? Ile ilikuwa ni thamani yako wewe. Alikuwa Yesu anatangaza thamani yako. Na kuambia walikuwa wamekaa wanalinda, lakini Yesu walifikiri amekufa. Ile siku ya kwanza walikuwa hawajui kwamba kuna makabidhiano yanafanyika. Hakikuwa kitu cha kawaida wewe. Yesu alikaa kule kabulini, nikiwa na maanisha kule kuzimu kwa adui, siku 2 nzima mwanaume. Sio kwa ajili yake mwenyewe, lakini ni kwa ajili yako. Nasema wakati amefika, wewe ulikuwepo pale. Anamuonesha shetani, anasema, unamuona mama huyu, unamuona na baba huyu, nimekuja kulipa gharama, na hatuishi kulipana. Tunaweka na agano, tunaweka patano. Ni marufuku wewe kuvuka upande wa pili kwa mtu ambaye yuko ndani yangu. Rasaka ya tora mashanda rabababo
shetani marufuku wewe, akampiga marufuku. Hata angejaribu kukuua, na kuambia hawezi kukumaliza, hawezi kukumaliza. Ule wakati ninapitia majaribu, wazazi wangu waliponikataa, rasa kaya torama, siku moja nikaamua, nikasema I'm so tired. Ile vita ilikuwa imenichosha. Nikaamua nikasema ngoja nikajidumbukize kwenye mto. Sijui kama unaelewa wewe. Yesu ameshinda. Nikatoka, mama yangu akanisindikiza na neno. Akasema nenda kafe mbwa wewe. Tutalia kama tunavyoliaga misiba mingine na tutasahau. Nikaondoka, kundi la watu likawa linanisindikiza kwa nyuma. Watu wananisindikiza na mawe, sitasahau jamani. Watu wananisindikiza, wananibonda na mawe. Nikawa ninakata tamaa zaidi ili warudishe majibu kwa mama kwamba tayari amedumbukia kwenye mto. Nikiwa nimefika karibia na mto, nikayaona yale maji. Nikatafuta pale kwenye kina. Waliotoka Sumbawanga, umewahi kwenda, kuna mahali kunaitwa Luiche. Watu walikuwa wanakufa na kilikuwa ni kipindi cha mvua. Nimechoka, kibebeo kimechoka kupigwa, kimechoka eka. Nikasema bora nife. Na kwambia nilipofika, nikajichukua mzima, nikajidumbukiza kwenye maji. Ghafla nashtuka, nakuta baba mmoja amenikumbatia. Ananiambia, kwa nini unataka kujiua mwanangu? Rabababo sakaya tora mayanda. Yule baba mimi simjui jamani, lakini nilitamani nikamshuhudie, nimwambie nimeamini yale maneno uliniambia. Aliniambia ndani yako Mungu ameweka kitu kikubwa kwa ajili ya dunia. Hakusema kwa ajili ya Sumbawanga, aliniambia kwa ajili ya dunia. Lakini nilikuwa sina chochote ninachokiona. Rasa yandara tola mayandara baba rekora mosaka. Yule baba akaniambia yale maeneo yalikuwa yana bustani. Yule baba akasema alikuwa analima. Alipokuwa analima akashangaa sauti imemtokea. Ikamwambia kimbia, nenda kaniokole mtoto anadumbukia kwenye maji. Nakwambia watashinda, watapigana, watashinda. Rabababo sakaya torama. Shetani alijitahidi kuichukua hii thamani unayoiona leo, lakini kwa sababu ya ule ushindi wa Yesu msalabani, wewe Yesu alifufuka mwanaume. Kitabu cha Waefeso kinaniambia kupitia Yesu tumeuishwa, kupitia Yesu tumefufuliwa, kupitia Yesu tumeketishwa pamoja naye, tumeketishwa pamoja na Bwana. Kwa hiyo wakati ule adui amekusudia nife, Yesu akasema hapana, nilishayamaliza haya. Likumbuke lile agano, kwenye lile agano na Tina yumo humu ndani. Na kuambia wakati ule Bwana alitazama na semina hii, akasema mwanangu, hapana, kuna semina inakusubiri kule Ubungo, hautakufa. Nasema hautakufa wewe, bali utaishi uyasimulie matendo ya Bwana. Rejesha thamani yako. Biblia kwenye kitabu cha Waefeso kasome wewe. Anasema kule mbinguni sisi ni wenyeji. Sisi kwa Yesu sio wageni wewe. Sisi sio watoto wa kambo, ni watoto halali tuliozaliwa kupitia damu ya Yesu aliye hai. Ramayanda rabababa. Yesu akakubali kuja duniani kumnunulia Mungu wanadamu wa kabila zote, na mimi nikawepo rabababa, na wewe ukawepo. Risa yanda rabababa. Yesu
Yesu akaniponya na kifo. Unajua, nikiwa ninaisimulia kama shuhuda, unaweza usinielewe wewe, lakini ilikuwa ni kwenye ile hatua ya mwisho. Unayeniona hapa nimenusurika vifo vingi wewe. Yesu amewahi piga upofu wazazi wangu ile siku walikuwa ndo wananiua. Yesu amenitoa kwenye milango ya giza. Kesho Bwana akinipa neema, nitakupa shuhuda hizi ujitambue wewe ni nani. Yesu anaujua mwisho wako wewe. Acha kuhangaika na kelele za adui. Lengo lake ni kuiharibu thamani yako. Nasema wewe ni mtu wa thamani wewe. Ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3 mstari wa 1 anasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba tuitwe wana wa Mungu. Anasema na ndivyo tulivyo. Mimi ni mwana wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Acha kukaa kama mtoto wa kambo. Acha kutafuta vitu ovyo. Wewe ni mrithi halali wa ahadi za Bwana. Simama mahali ulipo. Karabo shandara baba. Inua mikono yako mbele za Bwana. Inua tu mikono yako. Wewe ni mtu wa maana sana. Wewe ni mtu wa thamani sana. Risiki ramashanda rababosaka. Reketere moshanda rababosaka. Rikoromosaka ya torama. Angalia vile Bwana ametupandisha wewe. Angalia vile Bwana ametuthamini wewe. Ninamshukuru Mungu kwa kuniokoa. Watu wa Ubungo asanteni sana. Rikoramashanda, mimi ni ushuhuda unaotembea. Asanteni kwa kukubali kutoa sadaka kuja kuleta injili Sumbawanga. Nikiwatazama niliosoma nao, wengine walikufa lakini walioko wamezeeka, lakini kwa ajili ya kusudi la Bwana amenirejeshea ujana kama tai. Baba zangu wote mliokuja Sumbawanga, babangu Francis aliendesha gari, kulikuwa ni kumbaya lakini hakujali. Aliendesha gari akachoka, baba haikuwa bure, mimi ni huyu hapa. Risa kaya tora masanda rababa baba. Zile sadaka mlizotoa mimi ni huyu hapa. Ribo sanda rababa baba. Rasa kaya tora masanda rababa baba. Riko romo kaya tora masanda. Babangu mchungaji Bili, ule wakati umeniita, ukanikumbatia, ukanitia moyo. Nikalia na wewe ukalia rababa baba. Niliinuka, mimi ni huyu, nimekuja, niko hapa. Reseketere masanda. Asanteni kwa neema ambayo Bwana alipitisha kwenu mkanifadhili na mimi. Riko robo shanda. Ninathamini kile kifo cha Yesu msalabani. Ninathamini upendo wa Yesu mimi. Ule wakati nimekuja mwaka jana mwezi wa kwanza, babangu mchungaji Mlokozi akasema, huyu ni mwanangu, mbebeni kwenye gari yangu. Yanda rababa baba. Sikuwahi kumbatiwa mimi, nilikataliwa kabisa. Niliokota vyakula jalalani. Leo Bwana amenipa neema ya kumtumikia. Leo Bwana amenipa neema. Yesu, najisikia kunyenyekea sana mbele zako. Sitagusa utukufu wako hata tone. Sitajaribu kufanya hivyo. Hebu mwambie Bwana asante kwa thamani ulionipa. Mwambie Yesu, ninakushukuru. Rababababosakwa. Amekuumba kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Risa kaya ndaraba baba. Rebo shandarabo saka. Biblia inaniambia Mungu yeye asinzi wala halali. Na kwa